Wakati maswali yanakusanywa, kumbushe kwamba leo ndio deadline. Deadline ni tuliweka saa 3 ya kukusanya competition ile ambayo kesho kutwa inafanyika presentation. Na mwaka huu itarushwa live kupitia mtandao wetu wa DIC kama ambavyo mara nyingi tunaingia tunapata live. Kwa hiyo na watu wa media, mchungaji ameinsist kwamba mjipange vizuri iwepo online ili watu hata kama wameshinda kufika, wale wadau ambao wamefacilitate wiki waone ile competition live kwamba watu wanachuana namna gani, wanafanya presentation hiyo. Huenda ikawa chachu mwakani, mambo yakawa mazuri zaidi ikionyeshwa live. Kwa hiyo jitahidi uwepo na ufanye kile ambacho kinatakiwa kufanyika. Amen. Na kama umemaliza, rudisha hivyo vitu pale nyuma, alafu kae sasa katika mkao wa mwendelezo. Hatuna muda zaidi, tunaweza tukatumia labda dakika 20 au 25 kujibu maswali hayo, alafu tutaingia kwenye maombi tukamaliza. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, kwa sababu hili juma ni mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo uwe na uvumilivu kidogo, tupo jirani kumaliza. Mungu, tuko tayari kwa ajili ya kumleta mchungaji kuweza kuendelea bila shaka, si ndivyo? Basi naomba tukae katika utayari huo. Ikija nije na mchungaji ili tumalizie session ya maswali.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati mchungaji anakuja, tutapata eza wimbo mlaini au tenzi, hata beti moja mbili. Akifika tu basi tutakuja hapa kwa ajili ya kumkaribisha kuweza kuendelea. Kwa hiyo niombe yule ambaye ameteuliwa kuimba hiyo tenzi au wimbo ambao naomba maswali haya yawe ya mwisho, haya ambayo tumepokea matatu yawe ya mwisho, alafu labda tutapokea yale maswali ya live, na kwa sababu siku hii haijirudii, basi tuwe na uvumilivu kidogo katika hilo. Karibu sana. Karibu yule ambaye ameandaliwa, kama ni Loda mwenyewe, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaendelea kuenjoy, kuna tenzi inaitwa Mteteeni Yesu. Ni tenzi ambayo ina asili ambayo tumeyasikia leo. Amen. Yesu mlio askali, inueni beramu, mkae tayari kwenda. Sisi hata washindwe, Mteteeni Yesu, mteteeni, vita ni vikali, leo siku ya Bwana atashinda. Waume adui ni wengi, lakini tuna nguvu nyingi. Waume adui ni wengi, lakini tuna nguvu nyingi. Teteeni Yesu, teteeni wenye ushujaa.
itatufaa. Si raha, vaeni, kesheni, sirudini nyuma. Si raha, vaeni daima, kesheni, sirudi nyuma. Teteni Yesu, vita ni vikali, wengi hawamkubali, ila tusitie shaka kuwa naye twashinda. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Msalaba nina uzima, furaha, njooni. Sioni haya, sioni haya kwake, mti wake ni neno, msalaba nitatua. Nina uzima, furaha, kama kiti ni yake ahadi,
Sindikiza na makofi mazuri. Haleluya. Amen. Basi baba yupo tayari, bila kupoteza muda tukaribishe moja kwa moja. Naweza kumpigia Bwana Yesu makofi tena. Mkurugenzi, nashukuru sana kwa ajili ya nafasi na kwa ajili ya maswali mengi yaliyoulizwa na mengine magumu sana lakini tutajaribu kuyajibu yote, na yale ambayo yanahitaji ushauri tutawashauri hivyo, na nitajaribu kujibu kwa ufupi kwa sababu muda wetu umeendelea sana. Pia swali ninaloanza nalo linasema, je, ukimpenda mtu mkawa naye kwenye mahusiano alafu wazazi wa mmojawapo wakakataa, mnafanyaje? Swala la wazazi kukataa watu ambao mko nao kwenye mahusiano, kwanza maana yake mmeishafika mahali, mmeishafanya maamuzi na mmekwenda kwenye level nyingine na mmekwenda kwa wazazi. Hata kama ni kujitambulisha kwa awali, wazazi mara nyingi huwa hawakatai kwa nia mbaya. Mara chache sana watakataa kwa sababu walikuwa wanatamani labda mtu awe na mtu mwingine kwa maslahi yao. Kwa hiyo mara nyingi sana, na hasa wakiwa na wazazi wa kiroho, watakuwa wanasita kwa sababu wanaona kama kuna wanawazia mema, hawapendi mpate shida. Na kwa hiyo mnafanyaje swala hili? Na washauri muwaone wachungaji mkisha kuwa kwenye mahusiano namna hiyo, na kama amefika mahali ambapo ameendelea sasa mnakwama kwenye jambo kama hilo, muone mchungaji, mzungumze naye awashauri kwenye specifics, kwa sababu hakuna kesi mbili ambazo zinafanana. Mara nyingi sana unaweza kukuta wengine, yani sababu ziko nyingi, sababu ziko nyingi na kesi hizo ni nyingi sana. Kwa hiyo wala ukiona usiogope, ni nyingi sana, ni nyingi sana. Yani hata sasa hivi ninazo kesi nyingine mkononi za mahusiano ambayo yamekwenda mbele tu kabisa na wazazi, kwa sababu nao wana nafasi yao. Kwa hiyo nisilijibu kwa ujumla, niseme tu ukiwa na kesi kama hiyo njoo tuone, tutakusikiliza, tutakushauri, na hata wakati mwingine tumelazimika kuzungumza na wazazi wa vijana. Amen, kama wachungaji. Swali lingine ni maswali mawili. Nasema hivi, mwanaume ukiwa naye kwenye mahusiano lazima akuhudumie au hataki kukuhudumia, au anatakiwa kukuhudumia kisha kuoa? Swali la pili, mtu anaweza kujua kama mwanaume aliye naye ni sahihi, na dalili gani au matendo utayaona ili kujua kuwa huyu mwanaume ni sahihi? Mwanaume hana jukumu la kumhudumia binti ambaye wako tunaye kwenye mahusiano. Joni, piga makofi kwa nguvu wakikuona shauri yako wakikuona umejifungia. Na hili jamani, niseme hivi kwa mabinti zangu, maana mara nyingi zaidi wasichana ndio hupewa huduma kuliko wanaume, lakini kuna wanaume wengine wanahudumiwa na mabinti. Usikubali na usipendelee kuhudumiwa na mtu ambaye bado sio mke wako au sio mume wako, kwa sababu anapokuhudumia anakufunga. Sawa sawa, Hebu fikiria, wewe unasoma chuo, umepungukiwa na ada, ndiye anayekulipia ada kwa sababu anafanya kazi au unafanya biashara. Anakupa pesa ya pango pale unapopanga, anakupa pesa yani unafika mahali, kwa sababu kule unakotoka inawezekana kuna shida fulani, kuna changamoto. Mkiwa na changamoto, msiende kwenye solutions ambazo zinawaweka mahali pagumu. Sasa mtu akisha kuhudumia namna, unachomokaje? Na wakati mwingine mnaona watu hivi usoni na mnawachangamkia. Jamani, hivi mnajua kwamba kuna watu wanakula watu?
Nawauliza bwana, mnatazama kama vile hadithi haziko mtaani. Nazungumza mambo ya kawaida ya mtaani huko mnakoishi. Nyumba fulani wanga sana, sijui dini. Kuna watu wengine ambao dini yao wanamwabudu Mungu wao ambao ni shetani, na wanafanya vitu vya ajabu sana. Binti mmoja tulikuwa naye kanisani mahali fulani, akawa ameleta kijana. Mchungaji akamwambia, hapana, tuna taratibu. Anasema mchungaji, mimi nataka wewe binti, yani tumeshakubaliana na wewe kijana. Binti ameendelea kidogo kwenye umri, kwa alikuwa anataka haraka haraka. Akaambiwa hapana, tufuate taratibu. Anasema tena huyu ni mtumishi. Mnawafahamu watumishi? Yule binti alipoona kwamba mchungaji amemkazia, si ndio lugha zenu, akaamua kubadili kanisa. Akaenda mahali ambapo hawamjui. Kwa hiyo wakafanya haraka haraka, na kule alikokwenda, huyu ni mchumba wangu siku nyingi na hivi, akaolewa. Kumbe alikuwa anafanya hivyo, alikuwa ameshapata ujauzito. Sasa ujauzito ukishakuja, hata kama haukuja kwa njia sahihi, hatuwezi kusema umetoka kwa shetani. Mungu ndiye aliyetuumba. Kwa hiyo Mungu akamjalia akapata watoto, na akapata mapacha. Yule mwanaume hakutaka kumhudumia kwa chochote kabla hajajifungua, na alipojaribu kumfuatilia akagundua ni mtu ana wake wawili na watoto kibao, mtumishi. Yeye alifuata lebo akajua anakwenda kwa mtumishi. Sasa ndio hivyo ninavyosema, unapotaka kuhudumiwa na mtu ambaye hana wajibu kwako, unajiuza mwenyewe kwa bei rahisi. Na kwa hiyo kesho utalia. Halafu kuna wengine wanao demand kuhudumiwa. Mwanaume gani wewe hakuhudumii? Mbona rafiki yangu fulani, rafiki yangu sasa majina hapa karibu hata majina yote. Mbona rafiki yangu Neema anahudumiwa? Wewe achana na mambo ya Neema, mshike Yesu. Kwa hiyo vijana hawana nafasi hiyo. Na kijana kama ukitaka kumhudumia, zawadi ni kitu kingine, huduma ni kitu tofauti. Na wakati mwingine kweli unaweza ukakaa ukafika mahali mtu ana shida ya ada, amebakisha 200,000 afanye na wewe unazo. Sio vibaya. Si mnasikia jamani? Sisemi kwa sababu hata kama mtu hamna mahusiano naye, si unaweza kumsaidia kaka yako au dada yako kanisani. Unajua kabisa ana shida fulani na una uwezo wa kumsaidia. Sasa huo ni msaada, lakini kukuhudumia maana yake ni mtu anakumiliki, ndio maana yake. Kwa usiruhusu hicho kabisa. Na hili la pili linasema, utamjuaje sasa mvulana mzuri au mwanamke mzuri? Unaweza kumjua, na hasa kama hujapofushwa macho. Kama umepata upofu kwa sababu unapewa vihela, huwezi kumjua. Lakini kama umejitunza na umesimama kama tulivyozungumza kwenye mafundisho leo, Mungu atakuongoza. Usiingie, mama mchungaji alisema, chaka. Amen. Je, upi mtazamo sahihi kuhusu mahusiano? Je, inatosha tu kutazama utu wa ndani kwa mtu na kuingia naye kwenye mahusiano bila kujali utu wake wa nje kama sura, rangi na kadhalika? Ili swali limeandikwa, mwandiko ni wa mkaka. Mpendwa, huwezi kuona ndani kabla ya kuona nje. Sasa hebu imagine, kwa sababu unajua kinachoonyesha au kinachoeleza huyu mtu mzuri zaidi kuliko huyu ni macho tu, kwa sababu wote kuna vitu tofauti tofauti tunavyopenda benki. Kuna mwingine akiona mtu ana visiki vidogo
anaona yani huyu kaumbwa. Umeona masikio yake? Wewe bibi unashangaa huyu jamaa anazungumzia masikio, huyu ana akili nzuri. Wewe unaona midomo. Sasa wengine wanataka midomo midogo, wengine midomo mipana mikubwa, ni karibu inafika kwenye pua. Anasema ma lips. Tuko pamoja? Jamani, nimeokoka. Sasa huwezi ukaona ndani kabla ya kuona nje. Mimi nilipomwona Neema, nilimwona nje kwanza, nikasema binti kweli. Nikamwambia Bwana. Na baadaye unamfahamu mtu polepole, unaona huyu moyo wangu umemkubali na naweza nikaishi naye. Tatizo la watu wengi huwa wanaishia nje, hawaendi hatua nyingine zaidi. Amen. Sana walokole, kwa sababu huwa wako kiroho sana, huwa wanaanziaga ndani. Anasema mdada kwa maombi. Wewe pambio hapa ndio huyo ni mke, wife material, kwa sababu anaimba vizuri, sauti nzuri. Wewe mwangalifu, atuagi sauti. Tunaoa mke. Unaweza ukachukua ukafika ndani ukabaki na sauti, wakijaga ndani huwa hawaimbi. Eti jamani, hebu niambieni mtu ambaye akifika nyumbani kwenye ndoa yake kwa mume wake, kazi yake ni kumuimbia asubuhi mpaka asubuhi. Wakifika ndani huwa hawaimbi. Kwa hiyo kama ukiangalia hicho ndio kigezo, umeingia chaka. Jana mna maswali mazuri sana. Tunaendelea swali lingine, je, ni sahihi kuanzisha mahusiano na mtu wa madhehebu lingine ambalo sio la Kipentekoste? Hili swali ni very tricky, kwa sababu kuna watu ambao tayari unakuta wameshaingia kwenye mahusiano yao, sasa wanataka kujustify, wanataka kugonga muhuri. Mchungaji agonge muhuri aseme ndio hivyo. Biblia inasema msifungiwe nira na wasio amini, au kusema msifungiwe nira na wasio wa Pentekoste na wasio amini. Kwa hiyo ukija kwangu nitakuambia huyu anaamini au haamini. Hata kama akiwa Mpentekoste. Kwa nini nakwambia kila Mpentekoste anaamini? Sio nazaliwaga tu mumu kuja Upentekoste. Kwa hiyo unapotaka kuolewa au kukubali mtu au kutafuta mchumba kama kijana wa kiume, it is serious business. Usicheze na maisha yako. Mchungaji anaweza kweli akakutazama akakuhurumia akaona labda, lakini atakayeishi naye ni wewe. Kupata story fulani ya mtu fulani, tena mtumishi, alafu akaoa mtumishi mwenzani. Sasa mzee yuko vizuri, lakini mama kapanda zaidi. Sasa wiki iliyopita nilikuwa naambiwa baba sijui kaleta za kuleta namna gani, mama kamkunja. Ni true story. Nataka mtumishi. Haleluya. Tusifungiwe nira na wasioamini. Anaweza kuvua koti hilo la kondoo akabaki kama alivyo. Kijana mmoja, mke wangu anamfahamu, tena siku hizi ni mchungaji wa dhehebu fulani la EAGT la Kipentekoste. Ameoa ndoa na sisi tulikuwepo kwenye ile harusi. Wakaenda honeymoon. Walipofika kwenye chumba wamekaa, bibi harusi hajavua shela, akamwambia bwana kaka, hebu kaa kwanza tuzungumze. Alipokaa akamwambia, sasa mimi si unaniona vile ndio mimi ni mchawi mkubwa sana. Sasa midhali tumeshafunga ndoa, usinisumbue na mimi wala sitakufanyia baya lolote. Lakini ndio nilivyo, ukiona mambo yangu wewe niache tu niendelee. Wakaka mpo. Sasa isije ikawa vitisho hivi ninavyozungumza. Nazungumza story ya kweli, yani kama hata majina nayajua.
Yule mpendwa baadaye kwa neema yule dada akatwaliwa baada ya miaka 6. Yaani akafa. Siku moja tu asubuhi hakuamka. Sasa kama aliondoka akaenda huko kabisa. Nafahamu hiyo story kwa sababu huyo mdada nilimshuhudia mimi kumleta kwa Yesu. Haleluya. Mfano umekuwa urafiki makameza na mfano, andika namba 1 swali. Mfano umekuwa urafiki na mtu kwa muda mrefu, ikafikia hatua akazidisha kukupa zawadi. Maana toka huo muda mrefu ulipoanza alikuwa anakupa zawadi. Sasa jinsi muda unavyokwenda akazidisha kukupa zawadi, na ukagundua hizo zote ni mbinu zake za kukufanya umkubali. Yaani usimwache, sasa umeshamkubali muda mrefu, lakini sasa mimi simpendi. Je, nifanyie nini ili kuweza kumsaidia? Aidha nimwache asiumie au niendelee naye urafiki kwa muda namna gani? Yaani huyo aliyouliza, kwa sababu yuko hapa katikati yetu, amekwama. Kameza ndoano, kutema ndoano unatema namna gani? Imenasa kwenye mdomo. Sasa you can't trade your life. Huwezi kufanya biashara ya maisha yako na jambo lingine lolote. Kama Roho Mtakatifu amekuleta hapa kwenye semina na umepata akili, ondoka na kimbia haraka sana. Inawezekana kukawa na malipizi, sikutishi. Inawezekana akakubamiza vibao, unastahili, kwa sababu ulikuwa unakula vya watu kinafiki wakati umpendi, alafu unasema umeokoka. Na mahusiano ya namna hiyo, kama anakupa zawadi, hawezi kukupa zawadi hivi hivi tu. Yeye anapata nini kwako? Kwa hiyo hatua ya kwanza, tubu kabisa kwa machozi. Ikiwezekana nenda kwa mchungaji akakuombee huko uliko, kama sio mchungaji wa hapa, utubu kabisa, maanisha yani, ili Mungu akufunike kwa rehema zake. Unahitaji rehema ya Mungu, unanielewa? Na shetani huwa anajua, akijua umekuwa wake, unataka kumtoroka, unaweza ukakusokoswa na daladala njiani. Kwa hiyo kimbia haraka sana ukatubu, wala usifanye kama nasema utane. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nimeona vitu vingi, nimekuwa njia ya miaka 50. Ni hatari, ni hatari. Na wanaume wanamna wengine, hizo zawadi wanakwenda kuziweka kwanza, kuzitoa sadaka, ndio wanazileta ili usimtoroke, usiondoke. Na wengine wamepewa mission kabisa, huyu ameitwa kuwa mtumishi, mbane. Kwa hiyo kwanza tubu, hakikisha umetubu kabisa, umeacha. Alafu mwambie huyo kaka, mimi nimerudi kwa Mungu, nisamehe, lakini siwezi kuendelea. Sasa uwe na moyo mgumu kama mioyo ya wote tulioamua kujikana nafsi zetu na kumfuata Yesu. Usiogope kwamba nini kitafuata. Ukisha tubu kwa Mungu 100%, Mungu atakusaidia. Amen. Ukitubu kwa Mungu 100% kabisa, kwa moyo wako wote, kwa sababu umechoka, sio kwa sababu umemchoka huyo mtu. Kama umemchoka huyo mtu, utahamia kwa mtoa zawadi mwingine, na hiyo sio toba. Inawezekana ikawa ni kuungama. Kuungama maana yake ni kusema dhambi zako. Kutubu ni kugeuka. Amen. Kwa hiyo nakushauri, that is a very serious case. Kama sio mshirika hapo na mchungaji mahali, nenda kwa mchungaji wako, mueleze, wala usio na aibu. Mchungaji sio Mungu, hawezi kupeleka jehanamu. Biblia inasema mwogope anaweza kuua mwili na roho, ni Mungu peke yake. Amina. Na Mungu akusaidie. Ukiona nasema kwa ukali, si kwa sababu ninakugombeza tu, I feel for you.
I feel for you, kwa sababu inawezekana wakati ulipoanza ulikuwa hujui na hujawa na hekima kama leo, na ikawa Mungu amekujalia hiyo, basi fanya haraka ukatubu. Je, Mungu humuonesha vipi mtu mume mke sahihi? Je, ni kupitia ndoto au humpa mtu hekima ya kuchagua mume au mke? Mimi niseme tu kwamba kwa kweli kwa sisi ambao tuko katika imani, muombe Mungu atakuonyesha. Kama ni kwa ndoto, kama ni kwa maono, kama ni kwa kukuongoza tu, yote huwa anatumia. Lakini nenda sincerely kwa Mungu, kwa moyo mweupe, moyo ulio wazi, muombe Mungu atakusaidia. Wala usije ukaweka qualification. Unajua kuna mwingine anasema nimesoma sana, kweli kuna mtu atakayenitaka mimi na degree 3. Kuna mwingine anasema umri wangu ni mkubwa sana, kweli kuna mtu atakayenitazama mimi wakati kila mwaka linakuja toleo jipya kwenye vyuo. Mwingine ana sababu zake. Anasema kule kwetu si uko wetu hatuolewi, tunazaaga nyumbani. Mimi kuna mtu ukishaingia kwa Yesu usiweke vigezo hivyo. Hata kama kuna kigezo cha namna gani, ukimwomba Mungu ni mwaminifu kwa wakati wake, mradi uwe tu mvumilivu, ungoje kwa wakati wake, Mungu atakujibu. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu atakuongoza na kukujibu. Je, kuna mtu ambaye kwa umri huu wa chuo ameingia kwenye mahusiano mengi na yamemuumiza, sasa anataka kuanzisha mahusiano ambayo ni sahihi, afanyeje? Huyu anayeuliza kwanza anajibu maswali yangu machache, sina haja ya kumuuliza tena. Maana yake amekuwa kwenye mahusiano ambayo sio mazuri, sio sahihi. Kama yule mwanamke Msamaria, na huyu inawezekana ni mwanaume au mwanamke. Yule aliambiwa umesema vema sina mume, kwa sababu umekuwa na wanaume 5 na yule naye sasa sio wako, umempochi tu, ni mume wa mtu. Sasa inawezekana na wewe kama ni kijana wa kiume, ni playboy, kazi yako ni kucheza na kusumbua mabinti za watu. Sasa nimesema pale kabla kwamba kila apandacho mtu ndio atakachovuna. Roho Mtakatifu akizungumza na wewe, acha mchezo huo. Ndio hatua ya kwanza. Kabla hujaanza kufikiria nataka mahusiano mengine, kwanza acha, tubu mbele za Bwana, tulia mbele za Bwana, akupe mwanzo mpya. Roho Mtakatifu ndio mwalimu wa kweli. Mchungaji hawezi kukupa mbinu, hakuna mbinu. Lakini ukitulia na Mungu anayetazama mioyo, akiona toba yako, atakupa utulivu. Unaweza ukapigwa wewe stop kwanza mwaka hata mzima. Na huwezi kuwa na haraka, kwa sababu kama zamani ulikuwa unaendeshwa na tamaa, tamaa imeondoka kwa sababu umetubu kweli, na Mungu Roho Mtakatifu anakusaidia. Baada ya hapo anakupanga upya na kukupa mwanzo mpya. Amina. Amen. Kwa hiyo kama umegundua umekuwa kwenye mahusiano ambayo sio sahihi, kaa kwanza, jitafute wewe mwenyewe. Alafu baadaye muombe Mungu, atakusaidia. Uzuri Mungu huwa anasamehe. Huwa hatuhesabii makosa yetu. Kisha tubu, anakusamehe kabisa, unakuwa kama vile hujawahi kufanya makosa yote katika maamuzi. Nakimbia haraka haraka kwa ajili ya muda. Wasiwasi wangu, huyu ameanza na wasiwasi. Wasomi wengine yani mambo yote kayapiga kichwani, alafu mwisho alipoanza kwa anaandika tu kaza na wasiwasi wake. Wasiwasi wangu ni kwamba kama sina bikra, mume wangu atakayenioa atanionaje? Ni wasiwasi wa kweli, na ni wasiwasi unaotokana mara nyingi sana na mila zetu. Kuna mila zinazotufundisha kwamba unapokaa na kujitunza, unajitunza kwa ajili ya mume Mungu atakayekupa. Na ni sawa. Lakini kama mambo yameisha haribika, sasa tunatubu kwa Mungu. Tunatubu kwa Mungu. Imekuwa tu ndio hivyo, bahati mbaya umepita kwenye njia hiyo. Lakini usikae mahali pa kujihukumu kama Mungu amekusamehe. Amen. Wapendwa, amina.
Hilo tatizo vijana wa kiume hawanalo, sio kwa sababu hawakosei kwa sababu kimaumbile hakuna anayeweza kumshtukia. Hata akituambia kwamba yeye ni bikira, tutaamini, tutajuaje? Lakini kwa vijana wa kike, chochote ambacho umekipitia kwenye maisha, ukiamua kurudi kwa Mungu 100%, Bwana anakutengeneza, anaondoa hata hiyo hukumu na hiyo wasiwasi ya kuona kwamba mume wangu atakayenipa atanionaje. Mimi nimeona vijana wadogo tu wanaoa wadada, tena mdada anamwambia kabisa kwamba mimi nina mtoto. Anawaambia hiyo sio neno, hayo ni maisha ya zamani ya huko duniani, lakini baada ya kuja kwa Bwana, hata kama ulikuwa na mtoto tutalea, na wanaishi tu vizuri. Sisemi kwamba tufanye hivyo ndio standard. Nasema kama kwa mfano umekosea, maji yakisha mwagika hayazoleki. Biblia inasema tukiyasahau yaliyopita, tukichuchumilia yaliyo mbele. Hatuishi hapa duniani milele. Hakuna muda wa kukaa na kuregret kwa ajili ya mambo yaliyopita nyuma ya mgongo wako. That is history. Sio kama mnanielewa? Hiyo ni historia. Achana nayo, songa mbele. Kristo ndiye Bwana wetu. Kwa hiyo tutengeneze na Bwana, na mambo mengine yote atayashughulikia yeye, anajua. Usiwe na wasiwasi. Amen. Ila ukiingia kwenye mahusiano, mwenzako akikuuliza, usimdanganye, mwambie kweli. Sasa kuna wengine wanataka mpaka detail. Niambie, umeshakuwa na mahusiano mara ngapi? Sasa unatafuta alikuwa na mahusiano mara ngapi, itakusaidia nini? Mara 100 basi. Haitukusaidii chochote. Usitafute matatizo. Kweli nilikuwa nimeingia kwenye mahusiano, nilikuwa na mahusiano kabla ya hapa, basi na kutosha. Endelea mbele. Unataka kuchunguza alafu iwe nini? Uyarudishe kama saa hivi? Hapana. Kwa hiyo tusimame katika Bwana. Yeye Bwana mwenyewe atatusaidia. Ni kwa nini watu waliokaa pamoja kwa muda mrefu wanachukiana? Mfano ndoa, familia, mwanaume anamsema mke wake kwa watu na mke anakuwa hana furaha juu ya mume wake. Sio kweli kwamba ni watu waliokaa muda mrefu. Mimi naamini muda niliokaa na Neema ni mfupi, kwa sababu ni juzi tu tumeoana. Lakini ukimwambia mtu numbers, ataona ni muda mrefu, si ndio? Mbona bado tunapendana? Tusichukue mifano mibaya, tuamini kwamba na sisi Mungu atatupa sawasawa na mifano mizuri tunayoiona. Kinachofanya watu wagombane sio kukaa muda mrefu, ni tabia. Na kama umeokoka ukamruhusu Roho Mtakatifu kutengeneza tabia yako, mtaishi kwa amani kama ulivyo mpango wa Mungu daima, milele na milele. Mbona mjasema amina? Amen. Kwa hiyo muwe na amani. Familia inapoanza, upendo huwa ni mkubwa sana, lakini huwa haudumu kwenye familia. Na upendo upo, lakini wanafanyiana mabaya. Ubaya ni moyo wa mtu. Kwa hiyo hata wakati mnapokuwa mnapendana, mnafurahiana, kuna wengine bado mioyo yao ni mibaya, na kwa hiyo adui ni rahisi kupata nafasi na wakaanza kufanya vibaya. Upendo huo unajengwa na kupaliliwa. Hata watu ukiwaona wanakaa hivi kama kanisa la DIC, sio kwa sababu mchungaji ni mzuri sana au washirika wote ni malaika. Hapana. Lakini sisi tunavumiliana, wapendwa, kwa sababu tunapendana. Ndio hata familia. Kwa hiyo wewe mmoja ambaye umemjua Mungu, peleka chachu hiyo ya upendo kwenye familia. Waambie, jamani, haifai, hebu tukaeni tuombe pamoja, sisi ni ndugu. Kwa sababu mara nyingi sana watu ambao wana visasi, sasa mtu akifanya ubaya, huyu anafanya ubaya zaidi. Lakini Biblia haitufundishi hivyo. Inatufundisha kuushinda ubaya kwa wema. Kwa hiyo hii sio usigeneralize.
ukafikiri na wewe ukikaa kwenye familia yako basi kutakuwa na matatizo. Hapana, sio lazima. Kama upendo wa Kristo ukidumu na upendo wa ndugu ukiwepo kwa nguvu, mambo yatakwenda vizuri tu. Amen. Nimejikatia tamaa ya maisha kwa sababu ya hayo mahusiano. Muda mwingine natamani kujidhuru, nikikumbuka nina mtoto ndio naacha. Naomba unisaidie Baba, huyu naomba anione. Amen. Yeah, this is too personal kwa sababu kila mtu ana njia yake, kila mtu ana njia yake. Kwa hiyo kuna mambo yamemtokea kwenye maisha, anahitaji kusaidiwa, kutiwa moyo, kufundishwa ili aweze kuinuka tena. Kwa hiyo huyu kwa wakati wake tu mwenyewe atakuja kutuona na mama. Amina. Amen. Pole sana. Maswali. Je, naanzaje kuiacha zinaa? Hata nikiungama najikuta narudia zinaa na sio mwanaume mmoja. Swali la pili, je, kama mzazi mwenzangu niliyezaa naye na kuachana naye amhudumii mtoto alafu ananiongelea uongo kwa watu hadi inanipelekea maumivu kwangu, na hata nikimsamehe nikimwona bado naumia, nifanyeje? Huyu naye anahitaji kutuona kama wachungaji. Na niseme tu kwa ujumla, dhambi haitoki mbali sana na wewe. Yakobo anaandika, anasema kwamba je, dhambi inatoka wapi? Dhambi haitoki humu katika tamaa zenu. Miili yetu ilivyoumbwa ina appetites, tamaa. Sio tamaa mbaya, ina appetites. Huwezi ukala chakula kama hivi tulivyokula vitafunwa sasa hivi kama una kichefuchefu. Unanielewa? Lazima uwe na appetite ndio unakula. Kwa hiyo mambo yote hata zinazoitwa zinaa ni appetite za mwili, ni tamaa ya mwili. Imewekwa pale makusudi na Mungu kwa nia fulani. Kwa hiyo wengi wanaokosea sio kwa sababu ya shetani. Shetani anatujaribu kweli, lakini tunakoseshwa na tamaa zetu wenyewe. Mimi nimuulize huyu mtu anayeshindwa kila wakati na zinaa. Wewe unaweza ukaenda pale nyumbani kwenu kwa mzazi wako sebuleni, ukaenda ukafanya zinaa pale. Si una tamaa kubwa sana wewe? Si imekushinda? Unaweza ukaenda mtaani tu Kariakoo au darasani kama mke sijui ni nani, nisikani mwanafunzi pale darasani pale, basi mkaanza hapo mchana unafanya zinaa kwa sababu unasema mimi kila nikijaribu kujizuia imenishinda. Utafanya hivyo kweli? Nakupa tu kama mfano ili ujue kwamba inawezekana kuzuia. Sasa kwa nini tunashindwa? Tunashindwa kwa sababu kuna vitu tunatakiwa kujua na kuelewa kwamba kuna namna ambavyo lazima tudhibiti miili yetu. Hata kula kupita kiasi ni dhambi. Na kama nilivyosema pale mwanzo kwa Galatia, Paulo anaandika mlango ule wa 5 kwamba enendeni katika roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo kimsingi mtu anayeshindwa na dhambi anahitaji elimu ya Mungu na nguvu ya Mungu ya kumweka huru na aweze kutembea katika salama. Na huyu aliyeandika ni mmoja, lakini matatizo haya yanawapata watu wote katika kukua. Kwa hiyo wengine wanapambana na wanapita, wanashinda kwa sababu wanapata msaada na wanajaribu kufuatilia na Mungu anawasaidia. Wanakaa karibu na Mungu anawasaidia. Lakini wote wanapambana, tunapambana. Sasa ukiwa mlegevu unakaa, sio kwa sababu umeshindwa, ni kwa sababu somehow unajilegeza. Sababu nyingine inawezekana ikawa ni pepo. Sasa wengi sana sio hiyo, lakini kuna wachache
ambao pepo kabisa, yani roho kabisa, lazima muikemee na inamwangusha, mapepo yanatoka, alafu anaanza kuwa na self control, anashindwa kujizuia kwa ajili ya nguvu za giza. Kwa hiyo sasa, ili niweze kukusaidia, lazima nizungumze na wewe, ili Roho Mtakatifu anionyeshe tatizo hasa ni nini, alafu ndio niweze kusaidia. Kwa hiyo usiogope, njoo tuone kwa wakati wako. Si niliwaambia maswali magumu lakini Roho Mtakatifu ni mzuri. Sasa huu mkeka uliobaki hapa, huu ndio swali la mwisho. Kwa karibu tunaondoka sasa hivi. Hili refu kweli. Hili swali hapa limeandikwa lakini limeishia katikati. Ngoja nianze huku juu. Je, baada ya kuumizwa unaweza ukamwomba Mungu kupata mahusiano mengine mazuri, yani godly relationship, ukikutana naye, na pia ndani ya hayo mahusiano ukaendelea kumwomba Mungu, na baada ya muda ukaona tofauti kwa huyo mwanaume, like anaanzisha mahusiano mengine na Mungu anakuonyesha bila hata kutumia nguvu. Je, hiyo imekaaje? Unajua, na huyo mume anadhihirisha na bila kujutia aliyoyafanya. Okay. Je, kama upo kwenye mahusiano na kabla hujaingia kwenye hayo mahusiano ulishamwomba Mungu upate mahusiano mazuri sahihi, na kweli ule naye ni sahihi, cause ana kila sifa ulizomwomba Mungu, yani godly relationship. Sasa hiyo limeishia hapo. Swali la tatu, na ukianza mahusiano na ukawa na amani kabisa ya moyo, je, ni sahihi ya mahusiano na pia kuwa mnamuhusisha Mungu kwenye kila jambo? Sasa kidogo inanichanganya sasa maswali ya pili. Naona kama ni maelezo zaidi kuliko maswali, lakini huku mwanzo hili nafikiri ni swali kwamba nile kumwomba Mungu na baada ya muda ukaona tofauti. Inawezekana muuliza swali anajaribu kueleza na inawezekana yuko kwenye mahusiano. Sasa mahusiano mazuri amekwenda nayo, lakini anafika mahali anaona mwenzake anabadilika. Kama tafsiri ya mahusiano mazuri au sahihi ni kwamba mnazungumza vizuri na nini, kuna watu ambao hata hawajaokoka na mahusiano ya namna hiyo mazuri tu kabisa. Lakini sisi kwetu tukizungumzia mahusiano ambayo ni sahihi, tunazungumzia mahusiano yale ambayo yana Mungu ndani yake. Unajua, mkisha kuwa kwenye mahusiano ambayo yana Mungu ndani yake, nyote wawili, kila mmoja peke yake, tunachoamini ni kwamba kama mmepata amani ya kuwa pamoja, mtaendelea. Mtakuwa watu ambao sasa mna invest, mnawekeza kwenye mahusiano yenu vitu ambavyo ni chanya. Nilipoanza pale nimezungumzia juu ya mahusiano kwamba yanaweza kaenda vizuri na mkaona mnakwenda vizuri, lakini kuna vitu vikaanza kupandwa ambavyo sio sahihi. Na kama kwa mfano ni mtu anabadilika, inawezekana ni majibu ya maombi. Usishtuke wala usiumie. Unanielewa Mnakwenda hivi pamoja, mnafika mahali mbele, unaona mwenzako kama vile anaanza kama huyu ameeleza hapa, anasema kwamba wala hajali wala hajuti. Sasa kama mtu hajali au hajuti, ana shida nyingine kubwa zaidi. Kwa hiyo inawezekana maombi yako na unyoofu wako ndio unaofanya sasa huyu ajikate polepole.
kukupa wewe nafasi upate aliye sahihi. Sasa unaweza ukajiuliza ukasema, inakuwaje sasa mchungaji, niliomba nikaingia kwenye mahusiano alafu mtu anakuja anabadilika? Ni mwanadamu tu, wala asikushangaze. We shukuru tu kwamba imetokea kabla hamjaingia kwenye ndoa. Amina. Mungu alimteua Sauli kuwa mfalme wa Israeli, alafu baadaye akamkataa kwa sababu Sauli hakwenda sawasawa na Mungu alivyotaka. Mahusiano yao yakavunjika. Sasa utasema Mungu kweli kwamba alikuwa, maana kuna watu wanaosema Mungu anajua kila kitu. Ni kweli, lakini with limitation. Ndio maana sisi tunapomwabudu anatupenda, kwa sababu ile nia ya kumwabudu yeye sio yake, ni yetu sisi, ni decision yetu. Lazima tuamue sisi, sawa Kumfuata Mungu tunaamua sisi. Ameturuhusu kuwa ni watu ambao tuna utashi. Kwa hiyo anajua na angependa na kuwekea mazingira, lakini ukikengeuka anakuacha. Ndio alivyomwambia Daudi Selemani kwamba umtumikie Mungu wa baba yako, umpende na umtumikie kwa nia ya kumkubali, kwa sababu ukimwacha atakutupa milele. Kwa hiyo watu huwa wanabadilika. Kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano ni muhimu kuyaombea, ni muhimu kutembea pamoja, ni muhimu kuwa na mawasiliano mazuri. Yale yanaimarisha mahusiano yenu mpaka mwisho. Na kama mtu alikuwa hana nia, hata kama alikuwa anaonekana na nia njema, akifika mahali akawa ni mtu wa nia mbili, utamwona anabadilika tu. Na wengine huwa wanaumia sana, umenipotezea muda sijui nini. Wala usilalamike. Mshukuru Mungu. Kwa sababu kama angekwenda na wewe mpaka sasa mmeingia kwenye ndoa, hebu fikiria ingekuwa ni mateso ya namna gani. Na ukija kwa mchungaji anakuambia ndoa ya Kristo haina mlango wa kutokea. Unalo hilo. Kwa hiyo tuangalie namna hiyo. Tuangalie tukiwa tumejikita kwa Mungu, haitatuumiza sana. Jamani, mimi niwashukuruni sana kwa niaba yangu na mke wangu Neema kwa kutupa nafasi ya kutusikiliza. Pamoja na kwamba sina wachungaji wenu, lakini mbona wengine hawapo? Hata nyinyi mngeweza msiwepo. Kwa kuja huku mmetuheshimu sana. Na mkurugenzi, tunashukuru kwa kutushirikisha. Juma lenu limekuwa zuri. Alafu mmekaa mpaka saa hizi wanafunzi. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi. Asante sana, nashukuru. Naomba tupige tena makofi bila kuchoka. Amen. Asante. Kuna mtu swali lake alijajibiwa? Samahani kidogo mkurugenzi. Nimesahau kumpa nafasi mama kwa ajili ya jambo lote dogo. Karibu. Ana jambo. Wala usikae mkurugenzi, ni jambo dogo tu. Nilikuwa nasema kama mama, baada ya semina hii, nafikiri kwamba kuna umuhimu wakati first years wanapoingia. Najua kila chuo kina system kwamba kuna kiongozi wa wadada, kiongozi labda wa wakaka, lakini kabla shule hazijaanza ile rasmi, nafikiri kuna haja ya kukaa na first years ili tuzungumze nao, kwa sababu unajua elimu yetu iko hivi. Unakuwa primary school uko kwa wazazi, unatoka unaingia sekondari, tumebanwa, walimu wanatusimamia na nini, tunamaliza yeshini labda siku za leo. Ukimaliza unakwenda chuo. Yani ile restriction yote ile tuliyokuwa nayo ya kusimamiwa na kufuatiliwa, wakati mwingine hata fimbo kidogo kwenye O level, A level inakuwa haipo. Kwa hiyo unaingia kwenye dimbi, unakuta kwamba mko huru kabisa. Pale ndio watu wengi wanapoharibikia. Kwa hiyo kama tungekuwa na system ambayo pale mwanzo wanapoingia tunakaa, yani kama kuwafunda hivi, kuambia hatari wanazoweza kukutana nazo na namna ambavyo tunaweza tukawasaidia mapema kabla hawajaingia kwenye majanga. Na mkurugenzi, timing nzuri. Asante, piga makofi mengi kwa Bwana Yesu.
nilikuwa nataka kuongezea tu kwamba timing nzuri inaweza ikawa wiki ile ya welcome home, si ni wiki Ijumaa ndio tunakuwa na shughuli, basi labda Alhamisi tunakuwa na sessions kama hizi kabla ya siku ya Ijumaa. Tuwa provide magari wanakwenda, wanaotaka kuja waje, ni seminar tumeitangaza, inaweza ikawasaidia wengi sana. Amina, asante. Amen. Asante sana mama kwa wazo hilo. Nafikiri viongozi tupo tumelinote na tutaliangalia kwa kwanza hii mwezi wa 11 ukishaenda likizo akirudi, tutaangalia namna kuiweka vizuri na tutaifanyia kazi.